watazamaji wa Katoliki Moshi Online TV, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya neno la Mungu. Leo sherehe ya Pentekoste. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya pili aya ya kwanza hadi ya 11. Somo la pili linatoka waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 12 aya ya 3b hadi ya 7 na aya ya 12 hadi ya 13. Na Injili kama ilivyoandikwa na Yohani sura ya 20 aya ya 19 hadi ya 23. Siku ya 50 baada ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, Mama Kanisa huadhimisha sherehe ya Pentekoste. Ni sherehe kubwa maana inamhusu Mungu mwenyewe. Mungu Roho Mtakatifu anashukia mitume. Bwana wetu Yesu Kristo baada ya kupaa mbinguni, aliwaahidi wanafunzi wake msaidizi, Roho Mtakatifu. Kama tunavyosoma kwenye Injili ya Yohani sura ya 14 aya ya 16. Sasa tuone chimbuko, maana na chimbuko la sherehe ya Pentekoste. Neno Pentekoste limetokana na lugha ya Kigiriki, maana yake ni ya 50. Roho Mtakatifu aliwashukia mitume siku ya Pentekoste, yaani siku ya 50 tangu Pasaka. Pentekoste ni mojawapo wa sherehe kubwa tatu katika dini ya Kiyahudi, ambazo ni Pasaka ya Wayahudi, sherehe ya vibanda na sherehe ya Pentekoste. Pentekoste ilijulikana kama sherehe ya majuma au sherehe ya mavuno, ambapo Wayahudi walisherehekea mavuno ya kwanza baada ya kuingia katika nchi ya ahadi, kama tunavyoona kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 34 aya 22 na vile vile katika kitabu cha Hesabu sura ya 28 aya 26. Na kwa vile iliadhimishwa siku ya 50 baada ya Pasaka, ilijulikana kama sherehe ya majuma, yani majuma 7 baada ya Pasaka. Ndio maana inaitwa sherehe ya majuma 7 baada ya Pasaka. Ni siku pia waliosherehekea kupokelewa kwa amri 10 za Mungu kupitia mtumishi wa Mungu Musa katika mlima Sinai. Hivyo Wayahudi wote walipaswa kwenda hekaluni Yerusalemu kuadhimisha hizi sherehe kubwa tatu kila mwaka. Kama ilivyokuwa ni adhimisho la mavuno ya kwanza kwa Pentekoste ya Wayahudi, Roho Mtakatifu ndiye tunda la kwanza la Yesu kwa mitume wake baada ya mateso, kifo, ufufuko na kupaa kwenda mbinguni. Wayahudi walisherehekea kutolewa kwa sheria ya Musa kule mlimani Sinai. Sisi wa Kristo, Roho Mtakatifu anashuka kwetu, anaandika sheria mpya ndani ya mioyo yetu, kama tunavyoona kwenye kitabu cha nabii Yeremia sura ya 31 aya ya 33. Katika sherehe ya Pentekoste tunaadhimisha mambo yafuatayo. 1. Ni siku Roho Mtakatifu aliposhukia mitume wakiwa pamoja huko Yerusalemu, kama tunavyoona kwenye hilo somo la kwanza, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 aya ya kwanza hadi ya 11. Lakini pia jambo la pili ni siku kanisa linazaliwa rasmi. Mitume baada ya kumpokea Roho Mtakatifu walikumbusha yote waliofundishwa na Yesu, walipata nguvu ya kuhubiri Injili bila hofu, na siku hiyo hiyo watu wapatao 3000 walibatizwa, kama tunavyoona kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 aya 41. Na jumuiya ya kwanza wa Kristo ikaundwa, na hilo ndilo kanisa la mwanzo. Na hawa watu 3000 waliobatizwa baada ya Roho Mtakatifu kushukia mitume na baada ya hotuba ya Petro, walirudi nyumbani kuendeleza ile Injili walioiona na kuisikia. Ndio maana sherehe ya Pentekoste hujulikana kama sherehe ya waamini wa lei. Ni siku maalum ya kuombea umoja na ushiriki wa waamini wa lei katika utume wa kanisa Katoliki. Na jambo la mwisho, tunaona kwamba kwa kuadhimisha sherehe ya Pentekoste tunahitimisha rasmi kipindi cha Pasaka. Tunaingia katika kipindi cha kawaida cha kiliturujia, juma la 8. Somo la kwanza linaeleza tukio la kushuka Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste, na tunaona ishara au alama za uwepo wa Roho Mtakatifu kama ifuatavyo. 1. Upepo ni pumzi yenye mamlaka ya kufanya yote upya. Kama vile Mungu alivyompulizia Adamu pumzi ya uhai, ndivyo Roho Mtakatifu anaolivuvia kanisa kulipulizia pumzi ili liwe hai na imara katika kushuhudia Injili. 2. Ndimi za moto ni ishara ya utakaso. Roho Mtakatifu tutakasa katika dhambi zetu kupitia kitubio. 3. Kunena kwa lugha. Hii ni ishara ya umoja, lugha tofauti ila watu wanaelewana. Roho Mtakatifu anaondoa ule mkanganyiko uliojitokeza katika ujenzi wa mnara wa Babeli kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 11 aya ya kwanza hadi ya 9. Lugha ziligawanya watu ila katika Pentekoste lugha ziliwafanya watu wawe pamoja. Roho Mtakatifu hufanya uumbaji mpya ndani yetu. Roho Mtakatifu huleta umoja kati yetu. Walinena matendo makuu ya Mungu na kila mtu akaelewa kwa lugha yake. Pia ishara nyingine za uwepo wa Roho Mtakatifu
Ukiacha hizi ambazo zilitajwa katika hili somo la kwanza, ni maji yanayotumika katika ubatizo huashiria kutakaswa na kuzaliwa upya, mambo yanayowezeshwa na Roho Mtakatifu. Lakini pia mpako mtakatifu, wingu na nuru, muhuri, kidole, hua. Na kwa maelezo zaidi unaweza kurejea Katekisimu ya Kanisa Katoliki kuanzia 694 hadi 701. Somo la pili, Mtakatifu Paulo anafundisha wa Korinto. Roho Mtakatifu ndiye msingi na chanzo cha karama mbalimbali katika kanisa. Katika kanisa la Korinto liligawanyika kwa sababu ya mashindano, majivuno na kiburi kwa karama walizokuwa nazo. Karama tunazojaliwa na Roho Mtakatifu zinapaswa kutuunganisha na kutufanya kuwa wamoja zaidi na si kututenganisha. Katika Injili ya Yohani sura ya 20 aya 19 hadi 23 linatueleza habari za Yesu kuwatokea wanafunzi wake waliokuwa wamejifungia ndani kwa hofu ya Wayahudi. Yesu anawatakia amani na anawatuma mitume wakaendeleze kazi yake hapa duniani. Anawavuvia Roho Mtakatifu na anawapa mamlaka ya kuondolea watu dhambi. Kumbe Yesu aliweka sakramenti ya kitubio jioni ya ufufuko wake, alipowapulizia mitume na kuwaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Wote mtakaoondolea dhambi watakuwa muondolewa, na wote mtakaofungia dhambi wamefungiwa. Hivyo ndio sakramenti ya kitubio ilivyowekwa. Lakini pia hii sakramenti ya kitubio sio kwamba imeanza hapa kwa Yesu. Hata katika Agano la Kale kwenye kitabu cha Walawi sura ya 5 aya ya 10 inasema, kisha atamtoa yule wa pili kwa sadaka ya kuteketezwa kulingana na maagizo. Kuhani atamfanyia huyo mtu upatanisho kwa ajili ya dhambi yake, naye atasamehewa. Kumbe wewe Mkristo Mkatoliki utambue kabisa hii sakramenti ya kitubio ni kitu ambacho kilikuwepo tangu mwanzo, na katika Injili ya leo ya Pentekoste inadhihirishwa tena Yesu anapowapa mitume mamlaka ya kuwaondolea watu dhambi. Tunaposherehekea Pentekoste, tujifunze na kujikumbusha mambo matatu yafuatayo. Jambo la kwanza, Roho Mtakatifu ndiye chanzo cha karama zote. Hivyo hakuna anayepaswa kujivuna kwa karama alizonazo. Tumepewa bure, tuzitumie kwa ajili ya wengine. Karama inakuwa na umuhimu na faida pale tu inapotumika kwa ajili ya wengine. Mto haunywi maji yake wenyewe, lakini pia huwa alifurahia harufu yake yenyewe, ila sisi tunaoliona na kulinusa. Hivyo nasi tujitoe, tutumie karama zetu tulizojaliwa na Roho Mtakatifu kwa ajili ya wengine. Karama zote za Roho Mtakatifu ni kwa ajili ya huduma kwa wengine, sio kujipatia utukufu kama wa Korinto, ila ni kwa ajili ya kuhudumia na kustawisha wengine. Karama za Roho Mtakatifu zinapaswa kutuunganisha kama jumuiya moja, kama mwili ulivyo mmoja na viungo vingi. Jiulize, je, unatumia karama yako kwa ajili ya kuleta umoja? Roho Mtakatifu tuunganisha na kutufanya wamoja. Roho Mtakatifu hayupo kwenye fujo, magomvi wala makelele. Jambo la pili tunalojifunza katika sherehe hii ya leo, Roho Mtakatifu hutuondolea hofu, wasiwasi na mashaka na kutupa amani ya kweli. Mitume walijifungia ndani baada ya Yesu kuuawa kwa sababu ya hofu. Nasi huenda tuna hofu nyingi za kimaisha, kuugua, kukosa mahitaji msingi, hofu ya kifo na kadhalika. Kwa kuwa sisi tumepokea Roho Mtakatifu kwa ubatizo na kipaimara, tumeshampokea Roho Mtakatifu, tusiishi tena katika hofu na mashaka. Jambo la tatu, Roho Mtakatifu ni upendo kati ya Mungu Baba na Mungu Mwana. Tunaona kwenye waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 5 aya ya 5, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Siku moja familia moja ya baba, mama na mtoto. Baba alikuwa ni mfanyakazi ambaye anafanya kazi anarudi jioni. Basi ikatokea siku moja baba yuko kazini, wakatembelewa na wageni watatu, wazee watatu. Basi wakasema kwamba wanamtafuta baba. Mama akamwambia baba yupo kazini. Wakasema hatutaondoka mpaka tumuone baba. Basi wakamsubiri baba pale. Baba baadaye akarudi jioni. Na basi akaingia ndani, mama akamwambia kuna watu wanakutafuta watatu, wazee watatu. Basi wale wazee wakamwambia tutaingia mmoja mmoja, lakini ngoja kwanza tukupe maelezo vizuri. Mzee mmoja anaitwa Mzee Fedha, mwingine Mzee Mafanikio na mwingine Mzee Upendo. Na wakamwambia sharti moja, ukichagua Mzee Fedha inamaanisha nyumbani kwenu kutakuwa na fedha, mtakuwa na fedha nyingi. Ukichagua Mzee Mafanikio utakuwa na mafanikio mengi. Ukichagua Mzee Upendo basi utapata kila kitu. Sasa baada ya hapo wakasema anapoingia mzee mmoja au wengine, akichagua Mzee Fedha, Mzee Upendo na Mzee Mafanikio hataingia.
Lakini ukichagua mzee mafanikio pia, mzee fedha na mzee upendo hawataingia. Basi hebu fanya uchaguzi. Lakini kwa sababu sasa walikuwa wanapenda wawe maarufu na nini, baba akasema kweli tuna madeni mengi, tuchague mzee fedha, tuwe na fedha nyingi. Mama akasema tuchague mzee mafanikio, tuwe maarufu hapa kijijini, tunataka kuwa maarufu, tufanikiwe. Lakini mtoto yule akasema tuchague mzee upendo, maana upendo ndio kila kitu. Basi walipochagua mzee upendo, wakashangaa mzee upendo anaingia ndani na mzee mafanikio na mzee fedha wanaingia wote kwa pamoja. Wakauliza mbona mmesema anapaswa kuingia mmoja tu? Wakasema unapochagua upendo umechagua kila kitu. Ndio maana mzee fedha na mzee mafanikio wamefuata nyuma. Ndugu zangu katika Kristo, mfano huu unatufundisha kuwa mzee upendo ni Mungu Roho Mtakatifu. Kila tunapomruhusu aingie katika moyo, katika familia, katika jumuiya, basi tunategemea mafanikio ya kila namna. Maana anajua njia zote za mafanikio, anajua njia zote za kuishi vizuri Kristo wetu, anajua njia zote za kufariji, anajua ni namna gani ya kuomba kwa sauti ambayo inampendeza sana Mungu, kama tunavyoona kwenye waraka kwa Warumi sura ya 8 aya ya 26 aya 20 hadi ya 28. Roho Mtakatifu anapoingia ndani ya familia ni mwanzo na nipo kanisa uzaliwa na kukua. Kama ile familia ilipomruhusu mzee upendo aingie, mafanikio na fedha zikafuata nyuma, hivyo hivyo na sisi kila wakati tunapaswa kumruhusu Roho Mtakatifu aingie ndani mwetu kabla ya kufanya chochote. Kwa mfano kabla ya kuanza kitu chochote, kabla kazi au nini, anza hata na sala ya uje Roho Mtakatifu, uzienee nyoyo za waamini wako, washa mapendo yako, peleka roho, anza kumkaribisha Roho Mtakatifu ndani ya moyo wako. Mzee upendo au Roho Mtakatifu ni upendo kati ya Mungu Baba na Mungu Mwana. Anapomimina hekima, akili, shauri, nguvu, elimu, ibada na uchaji wa Mungu. Na unapoongozwa na Roho Mtakatifu unapata matunda yale ya kuongozwa na Roho Mtakatifu tunayopata kwenye waraka kwa Galatia sura ya 5:22. Upendo, furaha, amani, uaminifu, uvumilivu, utu wema, fadhila, upole na kiasi. Hivyo wapendwa katika Kristo mfufuka, tunaposherehekea siku ya Pentekoste, siku ya kuzaliwa kanisa, tumshukuru Mungu kwa siku kuzaliwa upya. Tumeimarishwa ili tuwe mashuhuda wa Injili ya Yesu kwa watu wote. Leo ikiwa pia ni siku ya kuzaliwa kwa kanisa, tuliombee kanisa moja takatifu Katoliki la mitume ili liendelee kuwa chombo cha neema na huruma ya Mungu kwa watu, ili daima Mungu atukuzwe nasi tupate wokovu. Tumsifu Yesu Kristo.